kazi nyepesi kufikia hapa mlipofikia. Ni jambo la kumshukuru Mungu. Mbunge wa jimbo la Ngara Mheshimiwa Dr. Jason Bahemu amewasisitiza na kuwaasa wanafunzi waliohitimu katika chuo cha Moonshine kilichopo wilayani Ngara mkoani Kagera, huku akiwaasa na kuwakumbusha pia kutobweteka katika hatua hiyo, bali waendelee kuwa na nidhamu pamoja na ujuzi waliopata chuoni hapo. Ameyasema hayo mapema leo hii alipokuwa mgeni maalum katika hafla ya mahafali ya 7 iliyofanyika chuoni hapo. Kutoka wilayani Ngara mkoani Kagera, mimi ni Ezra John na hii ni Dar es Salaam Tanzanite TV. Mimi naomba nianze kwanza kwa kuwapongeza wadogo zangu wa timu. Najua leo mmependeza, lakini mmepitia mengi ambao wanafanya leo. Sisi wote tumekusanyika kwa ajili yenu, kwa ajili ya kuweza kuwapongeza. Nawapongeza kwa hatua ambayo umefikia, na vile vile natakia kila laheri huko ambako mnaenda. Najua kuna wengine ambao wataenda kujiendeleza katika hatua baada hii ya leo, lakini kuna wengine wataingia kwenye soko la ajira moja kwa moja. Tunakaribisheni sana mtaani. Leo kila mtu akisimama hapa anawapongeza, lakini hizo pongezi hizo zisiwalevi. Huko mnako kwenda baada ya muda si mrefu itakuwa ni nyinyi mnalaumiwa tu na kila mtu, kwa sababu kuna watu ambao wamewekeza nguvu kwenu, wazazi wenu wamewekeza nguvu kwenu kwa ajili ya nyinyi kuweza kusoma, na kuna matarajio ambayo wanayo. Sasa hiyo matarajio ili muweze kuyafikia, lazima muendelee kujitahidi. Yale ambayo amezungumza mtaaluma hapa kwamba muende mkaendelee kupambana, muende mkaendelee kuwa na nidhamu, mkajisimamie nyinyi wenyewe, muendelee mkafanye. Msipoyafanya matarajio yakawa tofauti, mtakuwa ni watu wa kulaumiwa. Hizi pongeza leo, mtavalishwa mataji, mtapewa zawadi, mtakata keki, hizi ni za leo tu. Baada ya hapo, kesho ni wewe mwenyewe unasimama kama wewe kwa ajili ya kwenda kupambana. Kwa hiyo nawashukuruni sana na wapongezeni sana. Mimi natakieni kila laheri huko ambako mnaenda. Kama kuna wale ambao wanatokea Ngara ambao wao wanadhani mimi kuna namna moja ama nyingine naweza nikawa msaada kwao, mimi nakaribisheni sana. Tutaendelea kusaidiana. Hata wale wengine ambao si wa Ngara, tunaendelea kusaidiana katika njia moja ama nyingine. Lakini naomba ni upongeze vile vile uongozi wa chuo, kurugenzi pamoja na bodi na walimu. Mimi nawapongezeni sana kwa sababu najua kuna wakati mwingine mazingira yanaweza kaa sio rafiki sana kulingana na jinsi ambavyo unatoa huduma. Lakini nyinyi kwa muda wote, kwa miaka yote tangu chuo kimeanza, mmekuwa ni mfano wa kuigwa, mfano thabiti kwamba waneno kutokata tamaa. Kwa sababu naamini njia zote ambazo umepita, kama kungekuwa kuna kukata tamaa, leo tusingekuwa tunazungumza hapa katika mahafali ya 7. Kwa mimi nawapongeza. Naamini hatua ngumu zaidi imeshazipita. Sasa hivi hatua iliyobaki ni ya kujitafuta, lakini ile ngumu zaidi ya kufika sehemu kwamba sasa ngoja niachane na hii kitu, naamini ile ilishapita. Kwa hiyo mimi nawapongeza sana. Mkurugenzi najua ni mpambanaji sana, na una watu pia wengi ambao wanakushauri, ambao wanakuzunguka, ambao na wenyewe nawafahamu, ni mpambanaji sana. Kakangu Donato sinajua atakuongoza vizuri. Kwa hiyo mimi nawapongezeni sana. Lakini tangu tumekuwa hapa tumesikia mambo mengi. Tumepata michezo ambayo ina ujumbe mkubwa katika tathmini ya elimu, katika maandalizi ya vijana, katika nidhamu na uwezo wa kuweza kuwaweka wanachuo ili waweze kuhitimu masomo haya. Lakini tumesikia risala mbalimbali, kuanzia ile risala ya wanachuo ambao wameitoa mbele yangu nikiwa mgeni rasmi, na namna walivyotoa mafanikio makubwa sana katika chuo hiki. Mafanikio ambayo tumeyaona katika chuo hiki yamebeba dhana kubwa sana katika ulingo wa elimu. Tumeambiwa kwamba tumefanikiwa kuwa na ulinzi thabiti katika chuo hiki, lakini nidhamu inayobeba wanachuo hawa na ndiyo iliyoleta mafanikio ya kutufikisha hapa na kuona umati mkubwa wa wanachuo wakihitimu katika eneo hili. Lakini tumeona namna wanachuo wanavyoshirikiana na walimu katika kutunza mazingira ya chuo, na hakika nilivyoingia hapa nimeweza kuona miti
ambayo ndiyo kampeni ya nchi yetu ya Tanzania, kwamba tutunze miti ili tuweze kupata vivuli, ili tuweze kupata mvua. Na Mungu ametubariki leo, mmeona maajabu ya Mungu kwa kupata mvua. Hii ni baraka mikubwa sana. Lakini pia katika risala hiyo nimeona kuna changamoto mbalimbali ambayo ni utoro. Nadhani mkurugenzi umesema utoro unasababishwa na ukosefu wa ada. Nadhani hili sio tatizo la chuo chako, ni tatizo kubwa la vyuo vyote vya kati katika Tanzania hii. Lakini wameeleza mapungufu madogo madogo ambayo naamini kwa namna hiyo ambayo Mungu ameniwezesha niweze kukaa hapa na niweze kumwakilisha mkurugenzi mtendaji, tutaendelea kuhakikisha tunatoa changamoto moja hadi nyingine, hatimaye hawa wanachuo waweze kusimamia serikali yao vizuri ili waweze kusoma vizuri.